Kwa majina naitwa Hassan Minga, ni afisa mfawidhi wa forodha mkoa wa Dodoma. Niko mkoa wa Kigoma kwa ajili ya uwezeshaji wa mafunzo ya mabadiliko ya sheria za kodi yanayotokana na sheria ya fedha ya mwaka 2026. Kwa mkoa wa Kigoma tuna maeneo mengi ambayo sheria ya fedha kwa mwaka huu imeweza kuyalenga. Maeneo haya ambayo uchumi mkubwa unategemea shughuli za uvuvi kwenye ziwa Tanganyika, kuna maeneo ambayo viwanda vya nyavu za uvuvi vimepewa nafuu. Serikali imetoa msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani kwenye bidhaa za nyuzi ambazo zinatumika kwenye uzalishaji wa nyavu za uvuvi. Eneo hili tunajua kwa mkoa wa Kigoma ni eneo ambalo ni strategic na lina faida kubwa kwa wakazi ambao wanazunguka ziwa Tanganyika. Kwa hivyo uzalishaji wa nyavu za uvuvi zikiwa nafuu, vile vile wavuvi wengi watakuwa wanaweza kutumia nyavu ambazo sio zinazopigwa marufuku na serikali kama makokoro na nini. Kwa hiyo ili kuleta uvuvi wenye tija, basi serikali imeona iweke unafuu kwenye viwanda vya uzalishaji wa nyavu za uvuvi. Lakini pia kuna maeneo ambayo kwa maafisa wa forodha yanawahusu, na hii ni kwa sababu utekelezaji wake moja kwa moja unakwenda kuboresha shughuli za uhudumiaji wa walipa kodi. Kwani kujua sheria ni jambo moja, lakini kutekeleza sheria kwa misingi ambayo imewekwa ni jambo jingine. Na hili ndilo ambalo sisi tunaleta kwa maafisa wengi ili kusudi kuweza kuweka msingi wa maafisa kutekeleza majukumu yao kwa mujibu wa sheria na taratibu ambazo zinataka. Lakini pia sisi tunaleta ile maana halisi ya lengo na sera za serikali kwenye mabadiliko husika ya sheria za kodi. Eneo lingine ni kuwaweka mawakala wa forodha kwenye ufahamu wa mabadiliko haya ili kusudi kutoa huduma kwa walipa kodi na wafanyabiashara ambao wanawatumia wao kama mawakala kuweza kuingiza bidhaa zao hapa nchini. Kwa hiyo mafunzo yetu yanalenga kurahisisha utendaji, kurahisisha usimamizi wa kodi, lakini pia kurahisisha ufahamu kwa wadau wa forodha. Wazalishaji wajue ni maeneo gani serikali imesamehe, wajue ni maeneo gani ambayo yamebadilika viwango vya kodi au nini, lakini pia sekta mbalimbali kama uvuvi, madini na uzalishaji viwandani. Kwa jina naitwa Mohamed Mnonda, kaimu meneja msaidizi wa forodha mkoa wa Kigoma. Mabadiliko ya sheria mara nyingi sana yanakuwa yenyewe yanaelezea ni kwa nini kitu fulani kimekuwa hivi, kwa nini labda rate imeongezeka. Na mara nyingi watu wanajua tu, unaweza wakasikia kwamba tumeongeza kitu hiki kwa asilimia hii, lakini hawajui kwa sababu gani na ina faida gani kwa nchi na shughuli za forodha na za nchi kwa ujumla. Kwa hiyo tumepata wasaa wa kuweza kufundishwa na kuelekezwa na kupata fafanuzi mbalimbali zinazohusiana na mabadiliko ya sheria na umuhimu wake na tija zake. Kwa hiyo na uhakika kwamba kwa hiki tulichokipata tutaenda vizuri katika utekelezaji wa hii sheria na tutapata usumbufu, kwa sababu tumeshiriki wote kwa pamoja, na sehemu ambazo zenye mapungufu basi tutasaidiana kuzifafanua ili wote tuweze kuwa na uelewa wa pamoja na hivyo kufanya mambo yakaenda vizuri kama yanavyotarajiwa. Naitwa Dunia Saluto Shakur, ni mwenyekiti. Tunashukuru na tunaishukuru serikali kwa mabadiliko ya sheria za kodi yaliyoletwa na mafundisho yake. Tumeelimishwa, tumeelewa kwa kadiri ambavyo waelimishaji wameweza kutuelimisha, na tunashukuru waelimishaji na tunaishukuru serikali kwa kuleta mafunzo haya ya mabadiliko ya sheria ya kodi mbalimbali katika shughuli zetu za kila siku. Sisi kama wadau tunapendekeza wigo wa sheria hizi za kodi na mabadiliko ya haya ya sheria ya kodi na mafundisho yake uongezwe, elimu itolewe kwa wadau wengi zaidi kadiri inavyowezekana. Tumeiona sheria imependekeza